Tumshangilie mara moja tena. Yes. Let's clap hand for Jesus. Let's celebrate him. Hakika amependeza. He is so good. Umbati tunaweza kumuzika. Vijana ama waheshimiwa ambao mko nyuma tungesogeana huku. Please, the youth or the people who are behind there, please, if you can just come up front. Tusogeane kidogo huku. Please, let's just come close. Macho kwa macho. So that we have to be seeing each other clearly. Sogeani huku mbele. Let's push forward. Let's push forward. Let's push forward. Let's push forward. Toka mahali ulipo, yes. Sogea kiti ya mbele. We need to push forward on the front seat. Asante sana, mbarikiwe kwa usikilivu mwema. Thank you so much for your obedience. Wasomaji wetu twende katika kitabu cha Waebrania, tusome hapo ambao sio somo letu la leo. The readers, please, you may just jump in the book of Waebrania 13 mstari wa 15 na 13. Kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 15 16 to 16. Usome kwa upole sana. Tunasoma kitabu ya Waebrania sura yake 13 na mstari wa 15 hadi 16 katika jina la Yesu. Basi kwa njia yake tumupe Mungu dhabihu ya sifa siku zote. Ndiyo tunda la midomo inayokiri jina lake. Lakini msisahau kutenda mema. 16 simama kwanza pole pole. Inasema lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana na watu, maana sadaka kama hizi zinapendeza Mungu. Amen. 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 Hiyo sio somo letu. That is not our Biblia inasema hivi, because the Bible says ya kwamba sadaka dhabihu ya midomo yetu tumpe Yesu, that the offering of our lips we have to give it to God, na tuendelee kutenda mema huko manyumbani, and we have to continue to do well, tuendelee kufanya maushirika huko ya familia huko nyumbani. We have to do the very well commitment at home, lakini tusisahau kushirikiana kama hivi. But we should not forget this kind of union or gathering like this, kwa sababu tunaposhirikiana hivi, because if we commit ourselves like this, ni moja ya sadaka ambazo Mungu anafurahia. It is one of the offering that God is pleased with. Unajua shetani anaweza kukuweka busy. You know the devil can make you busy, na unashindwa, unadhani ni akili zako, kumbe alikushinda. And you can think maybe it is your idea or your mind, yet you don't know that it is not. Misemo kama hii tumeizoea kwa mitaa. We are already used to this kind of speeches. Ya kwamba kwenda kanisani sio kuokoka tu. That going to church doesn't mean that you are saved. Unaweza kuwa kunyumba na unaokoka. You can be at home and you are saved. Unaweza angalia TV yako na unaokoka. You can watch your TV and you are saved. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, kitu ambacho kinafurahisha Mungu, things that please God, sio mchungaji, is not a pastor, ni watu kuwa pamoja hivi. It is people to gather together like the way we hear right now. Ni mimi nimesema, ni Biblia inasema. Is it me who say what the Bible says? Kwa hiyo unapoamua kuacha kitanda chako, now when you have decided to leave your bed na kufika mahali hapa, and to arrive at this place, usizani ya kwamba ni ujinga. Don't think like you're foolish. Hakika umetenda vyema. You have did the right thing. Nimeshuhudia hakika umetenda vyema. I confess that you have done well. Wale ambao wamesema acha tulale, the people say that they said that will let us sleep, na siku itapita, and the day will go. Wanadhani ni maamuzi yao. They think it is their own decision. Kumbe wametekwa nyara.
without knowing that they have been attacked with the devil. Kuna kitu kimoja shetani akipenda kukumaliza. There is something that if the devil want to destroy you, ni kukutoa ndani ya ushirika wa watu it wengine. is to take you out of the union of other people. Na kukuweka uwe peke yako. And to put you aside to be alone. Ukishakuwa peke yako, and the time you will be alone, kufinya inakuwa rahisi sana. it is very easy for him to scatter you, to squeeze you. Tuko pamoja? Yes. Kuna uwindaji watatu. There is 3 hunters. Walikuwa wanaenda kuwinda simba. They went to hunt for a lion. Hawa wawindaji watatu, And these 3 hunters, waliposhikana pamoja hivi, at the time they gathered together, they touched each other. walienda kwa nguvu sana. They went with power. Na wakati walipokutana na simba, And the time they saw the lion, simba ikajaribu kuwatisha, and the lion tried to attack them. kwa sababu walikuwa watatu, And because there were 3, pia walisogea simba, and they were approaching the lion, na simba ikaanza kuwakimbia. and the lion started running away. Lakini baada ya hapo, But after then, walianza kuzozana they start quarreling, wenyewe kwa wenyewe. just themselves. Walipoanza kuzozana, And after starting quarreling, mmoja kwa mmoja akasirika, and one of each other, they get mad. na kila mmoja akaenda njia yake. And each and every person goes his own way. Kumbe simba alikuwa akiwaangalia. And lion was just watching them. Kwa hiyo alianza kupenya njia moja moja. Now lion start penetrating in one way, another. Anakuta mmoja anakula. Now he will just get one person, he ate. Anaona mwingine alienda njia hii. He get the second one in this road. Anazunguka kule He will pia. just turn around, Anafinya. he will eat. Akajua mwingine kwa sababu yeye ni rwaje la fo. And because he is the king of the jungle, Akajua mwingine amepitia hapa. and he knew that another person has passed this way. Akamkuta kule pia. He went and meet the same person. Akawamaliza wote. He finished all. Lakini wakati walipokuwa pamoja, But the time they were together, simba aliogopa. the lion was scared. Lakini wakati wameachana, But the time they were divided, aliwamaliza kwa urahisi the sana. lion finished all of them. Yes. Tuko pamoja? Are we together? Shetani kama anapenda kukumaliza, Now, if the devil want to finish you, nakwambia atakuachisha kwaya. I'm telling you that he will make you to stop the choir. Anakupa rafiki Msomalia Then he will give you the friend like a Somalian, ambaye hajali habari za Yesu, the person who doesn't even care about the news of Jesus, ili akufinye vizuri, for him to squeeze you. kwa sababu anajua ukikaa ndani ya kwaya, Because he knows if you stays in the choir, utakuwa ukipita hivi, now when you will be going like this, unakutana na Mama Simise. and you will meet Mama Simise. Kwa hiyo jicho la Mama Simise Now Mama Simise litakusaidia. will help you. Lakini kama uko ndani ya kwaya, But if you are not in the choir, you don't care about jicho la Mama Simise. haujali with the eye of Mama Simise. Sijui kama niko naeleweka. I don't know if Tuko pamoja? are we together? Kama uko ndani ya ushirika, If you are inside the congress, unaishi maisha sijali. Mafu mke wako wewe uko wapi? you live the life that you don't care. Unaishi mafu. You don't care. That is the kind of life you live. Kwa sababu hauna ushirika na mtu. Because you don't have any communion with anybody. Na ni kweli ni wewe mwenyewe unajilipia nyumba. And truly you are the only person who pays Wewe your mwenyewe bill. unajiemelea. You buy food for yourself. Hakuna mtu atakusukuma. And nobody will push you. Kwa hiyo unafanya vile unataka. Now you do whatever you want to do. Tuko pamoja? Yes, sir. Ushirika unatusaidia sana. Now the communion or the commitment helps us. Kuna mambo ambayo mimi ningefanya There is something that I could do ndani ya siri, in a secret place. sio kwa sababu Mungu yuko tu, It's not just because God is there, lakini kuna wakati najiuliza nikifanya hivi, but there is sometimes I ask Pastor myself, akiniona if I do like this and Pastor Thomas has seen me na mimi nakuaka na ubiri, and I preach over there, hiyo hofu inakusaidia, now that fear will help you. inakurusha siku Now nyingine. it will push you to the other day. Lakini ukiwa peke yako, But if you are alone, utafanya kila jambo you ambalo will do liitwayo dhambi. everything that is in this world. Tuko salama? Are we okay? Acha twende. Tulisema tuko ndani ya enzi za Roho Mtakatifu. Now we say that we are in a atmosphere of the Holy Spirit.
Nilisema ya kwamba tuko ndani ya enzi za Roho We Mtakatifu. say that we're in the atmosphere of the Holy Spirit. Hizi ni enzi za Roho Mtakatifu. This is the atmosphere of the Holy Spirit. Tukasema unaweza mfuata Yesu And we said you can follow Jesus kuanzia kwa kisima ambacho amekutoa, kwa kisima in the well, from the well or the pool, ama ndani ya lake, from the lake, kwenye bahari ambayo amekutoa, from the river that he has took you out, ukaacha wavu wako and you leave the fish out over there, na ukamfuata. and you follow him. Lakini kuna hatua, But there is a step. usipokuwa na Roho Mtakatifu, If you don't have the Holy Spirit, hakika utasema simjui huyu. you will say that I don't know this person. Tuko pamoja? Are we together? Umetembea naye miaka ya kutosha. You have walked with him for a long time. Umekula naye mikate. You have ate with him for the bread. Yeye ndio alikufanya uache kazi zako. He made you to leave your job. Lakini pasipokuwa nguvu za Roho But Mtakatifu, without the power of the Holy Spirit, utaambia watu siku moja, you're going to tell people one day, sikumjua huyo. I didn't know this Jesus. Kwa hiyo wakati ukimkubali, Now the time you have accepted Jesus, ni vizuri sana it is well kufungua moyo wako to open your heart ili ujazwe Roho Mtakatifu. for you to be filled by the Holy Spirit. Tuko pamoja? Are we together? Napenda unifuate ili I usipotee. want you to follow me very well so that you should not. Leo kichwa chetu cha Now neno the theme of the word today, it inasema fungua moyo wako says open your heart ili Roho Mtakatifu so that the Holy Spirit akujaze, has to fill you. ama Roho Mtakatifu The Holy Spirit apate nafasi. has to have a place. Haleluya. Amen. Fungua moyo wako Open your heart ili Roho Mtakatifu so that the Holy Spirit akujaze, has to fill you, awe na chumba ndani yako. has to find a room inside you. Acha tusome katika kitabu cha Yohana. Let's read in the book of John. Yohana 20, John 20, 21. John 20, 21, 21 mpaka 22. 21 up to 22. Tunasoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 10 tunasoma ya 20 na tunasoma mstari wa 21, na Papa Mzimba pia atakuwa anatutafutia kitabu cha Mwanzo 2:7. tunasoma kitabu ya Yohana 20, 21 hadi 22 kwa jina la Yesu. Petro akimwona huyu akamwambia Yesu, Bwana, na mtu huyu atafanya nini? Yesu akamwambia, Sio hiyo. Yohana 20 verse 21. 20 21. Sorry, niko 21. Tunasoma kwa jina la Yesu. Basi Yesu akasema nao mara ya pili, salama kwenu kama Baba alivyonituma. Salama kwenu, yani weni na amani kama vile Baba alivyonituma. Mimi ninawatuma ninyi vile vile. Nami Yesu ndio nimewatuma pia vile vile. Naye wakati alipokwisha kusema, na baada alipomaliza maneno haya, akawapulizia na kuwaambia, mpokee Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ya kwamba alipomaliza kuambia hayo, akawapulizia, After finishing telling them that, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. he said, receive the Holy Spirit. Tusikie vile hiyo Mwanzo imesema. Tunasoma Mwanzo 2 mstari wa 7. Inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. merci. Akampulizia pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Amen. Hiyo mambo mnaielewa vile imeingiana. Basi sitahubiri tena, tuanze kuhubiri wote. I'm not preaching anymore, we're going to discuss. Mungu ndio alianza kazi God started the job ya kutengeneza Nazeri. to prepare Papa Nazer. Kikawa kigogo. Kikakuwa tu kigogo ambacho hakitembei. Now it was just a statue. Lakini baada ya hapo, But after then,
Mungu akasema, God says, mie nilisema I said, tufanye mtu kwa mfano we wetu. have to make a human being in our image. Hiki kitu lazima kitembee, This thing has to move. lazima kiwe na akili. It will have intelligence. Nini tutafanya? What are we going to do? Acha tumpe uhai. Now we have to give him life. And they breathe him. Akakipatia And uhai. the statue start. Unisikilize vizuri mabinti. Listen to me, you ladies. Tuko pamoja? Yes. Sasa baada ya huyo mwanadamu ambaye alipewa uhai na Mungu, After that, a human has been given the breath with God, akachezea uhai. and he played with the life. Mungu akamwambia, And God told him, basi nimekupa uhai, I gave you life, lakini njoo nikuoneshe kitu. but come, I have to show you something. Unaona hii matunda Are you seeing this fruit? ni mzuri kukula. It is very good to eat. Unaona hii nyingine You see this one? ni mzuri It kukula, is very good to eat. lakini hapa But here, usiguse. don't touch. Tuko Are pamoja? we together? Baada ya hiyo, Now after then, mwanadamu hakusikia, the human being didn't listen. akagusa, And he touched. akakula. He ate. Wakati alipokula And mwanadamu, the time he ate, uhai wake his life ukakufa. disappeared, died. Mwanadamu akakufa Now the human being died. siku aliyokula tunda, The day he ate the fruit, ndio siku alikufa. that is the day he died. Sisi tulimuona akitembea na masuti, We saw him moving, wearing suits. lakini alikuwa amekufa. He was already dead. Alipoteza uhai. He loses his life. Sasa Yesu akasema, And Jesus said, mimi nimekuja na agano I jipya. have come with the New Testament. Ule uhai uliopoteza ndani ya shamba la That life you Edeni, people you lose in the garden, kuna uwezo there is a possibility niwarudishie tena. that I can give it back to you. Tingiza jirani yako, Just shake somebody who's close. muulize, Ask the una person, uhai ndani do you yako have life inside you? ama unanitisha tu na Or nusu? you are just shaking me by your foot? Unanitisha na ludepa? Or you are just shaking me with your depart? Uliza jirani bien. Just ask somebody who is close to you. Usimwogope tu Please amependeza. don't get scared because the person is looking well to you. Adamu alikuwa anapendeza, Adam was looking good, lakini alikuwa amekufa. but he was dead. Adamu alikuwa anazaa, Adam was giving birth, lakini yeye na uzao wake but he and his generation, alikuwa amelaaniwa. they were cursed. Uliza jirani yako, Ask, bado uko ndani ya laana are au you umeingia still in the tayari curse ndani or ya you Yesu? have gone in Jesus? Tuko pamoja? Are we together? Kwa hiyo usitishike na karuvani ya Now, mateso. don't be scared with this kind of time. Ninaweza kuwa nakuhubiria hapa bien, I can be preaching to you right now. kumbe niko katika ulimwengu mwingine makontrana Without sana. knowing that I'm in another world that I'm having some contract. Kuna wengine siku hizi wanazika kichwa cha mtu kukanisa. And there is other people today, they bury the head of somebody in the church. Anayevukiwa kichwa cha mtu. That's what he says. Ha? Unadhani ni nguvu za Mungu, kumbe ni kichwa cha albino kime. You think that it's in the power of Jesus without knowing that it is the head of the albino. Hivi niko naeleweka huko? Are you understanding what I'm saying? Kwa hiyo usitishike na mahubiri. No, don't be scared with the preaching. Usitishike na karuvante. Don't be scared or with the time. Tuko pamoja? Ndani ya dunia hii, In this world, chochote unachojaribu kukifanya now everything that you try to do ambacho kiko nje ya mapenzi is ya Mungu, out of the will of God, ujue ya kwamba you have to know that wewe mwenyewe yourself, ungali master wa maisha yako. you are still the master of your life. Ndio maana mbele ya kuokoka That's why before you get saved, ni lazima ukiri you have to confess ya kwamba Yesu ni Bwana that Jesus
ya kwamba And I thought to say, kuwa bwana wa mtu to be the Lord of ni something, kuwa kiongozi wake. to be the leader of that person. Adamu angekumbuka If Adam could just remember kuna Mungu mbinguni. that there is God in heaven, Wakati anaambiwa akule the tunda, time he was told to eat the fruit, angebeba ile tunda kwa Mungu. he could take that fruit to God. Ni kule ama Should nisikule, I eat or not? ingemsaidia sana. It could help him. Kitu tunachofanya leo, What we do today, tulisema Yesu ni Bwana wa we maisha yetu, said Jesus is the Lord of our life, lakini tunafanya mambo bila but we kumuuliza. are doing things without asking him. Sio kama tunaelewana. I really don't know if we understand each other. Okay, wewe haujaolewa, Okay, you are not married yet, kijana anakuja tu, and the young guy has come, tufanye hivi. let's do this. Wewe haujauliza Yesu ni You haven't even asked Jesus, is it true he is the one? na unaanza kufanya. And you have started doing. Kweli Yesu ni Bwana wako? Is it really Jesus your Lord? Kwa sababu angekuwa Bwana wako, Because if he could be your Lord, ungemuuliza Bwana. ask him first. Tuko pamoja? Are we together? Kama umemilikiwa na Bwana, If you are you are under somebody. if you are old, Yaani ukiwa na Bwana kwa maisha yako, if you are old with Jesus, kila jambo unakwenda kulifanya lazima umuulize Bwana wako. everything that you do, you have to ask your Lord. Kuna mambo mke wangu anapenda. There is some clothes my wife loves. Mama Simsana mwambia kuko mabazi hapa. And Mama Smith will talk to her that there is some kind of bazaars. Anaenda na anaziangalia. And she will go there and see them. Lakini anasema acha niende kuuliza Bwana. And she will say, let me go and ask my husband. Hiyo ni jambo ni vibaya. Is it mama a sin or anasema. is it wrong? Ha? Sio hivyo. Lakini wewe umeolewa, But you are married. mkopo unakuja ile kona uko naje? The debt has come, you have grabbed it. Kwa ese kuko ndagaa fungo tatu. From Papa said there is a fish you have already collected. Kwa mama na wewe kuko mavazi ya kutoka Uganda. Mama Norman has some clothes. Bring 5. Haujauliza papa. You haven't asked the husband. Siku ya kudaiwa, Now the day you will be asked for the money, wakudai anakuja tu unaanza. now if the owner of the man has come, you are like, the father is here, please. Don't ask. Yaani hajasema neno. No, you haven't spoken anything. Wewe kumuona tu macho inaanza hivi. Now when you just see the person, you are like, Je, ni vibaya kuvaa? is it valid to dress? Lakini uliza papa. But ask the father, Ili mulipe madeni so pamoja. that you have to pay the debt together. Apige makofi kwa tuko pamoja. Are we together? Sasa sisi tumeolewa na Yesu. Now we have been married by Jesus. Si ni hivyo? Tumeolewa na Yesu. We have been married with Jesus. Biblia inasema yeye ndio bwana The Bible harusi. says that he the bride. Kwa hiyo kila jambo tunakwenda kulifanya kwa maisha, Everything that we will do in our lives, lazima tumuulize bwana we harusi. really need to ask Jesus. Kuchelewa kwa kanisa sio shida, Coming late to church is not a problem. lakini hakikisha umeuliza bwana harusi. But make sure you have asked the bride. Tuko pamoja? Are we together? Apigwe makofi kwanza bwana harusi. Kwenda kwa kila sherehe sio kosa. Going to every party is not a problem. Hata kwenda kule kubare Even going to the bar haijakuwa kosa is not a problem. kama bwana harusi amekuruhusu kwenda. If the bride has asked you to go. Kwa sababu kama bwana harusi amekuambia uende kubare, If the bride has told you to go to the bar, labda amekuambia kuna mtu ambaye utakwenda kuokoa. maybe he has told you that there is someone there that you have to serve. Lakini kama mwili wako ndio unapenda kwenda kudeni, If it is your flesh that
Hello? Merci. Kuoa sio shida. Hatari. Lakini uhakikishe, But you have to make sure umeuliza bwana harusi. you have to ask the bride. Yes. Tuko pamoja? Yes. Unamwambia papa natamani sasa kuoa. You say, Father, I'm ready to get married. Huyu binti unamuonaje? This lady, how do you see him? Acha niwaambie mfano mmoja. Let me tell you this example. Kule kwa kambi ambayo tulikuwa, In the camp that we were, tulikuwa na hali ya kwenda kwa wale wenye uwezo kuangalia TV. no, we have that habit of going to those people who are very well to watch TV. Unalipa shilingi 100 unakaa mle ndani. You pay 100 shilling for you to see. Lakini tulikuwa tunaita soiree. Now we are calling it soiree. Wamama wanauzisha kalanga pale na miogo And women that they are just selling groundnuts and cassava. mnakula na mnaangalia You are eating and you are watching movies. Sasa kulikuwa kijana mmoja, And there is one guy. nimehifadhi jina lake. Nimehifadhi jina lake. Nimehifadhi, sipendi kusema jina lake. Oh, I just hide his name. I don't want to say his name. Wakati tunaenda kwa soiree, Now the time we went at the soiree, kuna binti ambaye anakujaka pale kwa kona, now there is a certain lady used to come there. nzuri mrembo. Very beautiful. Kumbe jamaa akiingia anamuona. Now the time that guy was coming in, we will just see that girl. Siku moja akaamua kuongea naye. And then one day he just decided to speak. Akamwambia kila soiree ukiingia niko na He said, every soiree I came, I see you. mimi nakupenda sana. I love you so much. Na wakapendana. And they loved each other. Na wakaendelea kupendana. And they continue loving each other. Sasa siku moja mwanamke akamwambia, One day the lady told him, basi twende uone kwetu. let's go to my place so that I have to see my place. Soiree imeisha, Now the soiree has finished. mumaminwi hivi ya usiku. Now midnight. Watu tunaanza rudia manyumbani. Now we are going home. Sasa jamaa anaenda na Petit Momi wake And the guy has gone with Petit Mommy. ili hata anaona nyumbani So that he has to see the house of the lady ili aende nyumbani. for him to go back home. Lakini vile walipokuwa wanaendelea na And safari, then we are continue moving. mwanamke alianza kubadilika. No, that lady started changing. Na kumbe vile anabadilika, And the way she's changing, anambadilisha pia akili. she was also changing his mind. Wakaendelea. And they continue. Sasa jamaa wakati anashuhudia anasema walifika mahali, Now the time the person was giving testimony, he said that they reached to a point. anamwambia pale ndio nyumbani kwetu. And the lady said, that is my place. That is our home. Jamaa naona mataa kunawaka vizuri. And the guy was just seeing the light is very well shining. Jumla mkambi mko mavilaji. And you know, in the camp we have villages. Anamuuliza, sasa hii ni vilaji gani? And the guy asked, what kind of the village is this one? Inaishi humu mkambi. Do we have this one in the camp? Eti, hapa ndio kwetu. Really, this is our place. Kumbi ameshambadilisha mind. Without knowing that, the mind has been changed already. Kumbi vile ndipo inaona, Now the town he was seeing, ile misalaba ya makaburi. it was that cross at the grave. Ndio kuvila na mkokota. That is the town she was taking him there. Mpaka mahali walifika pale akamwambia hapa ndio kwetu. Until to the point that she told him that this is Akaona our ni place. nyumba kawaida. And the person saw it was a very good Na house. akakaa kama nyumba. And he stayed there as in the house Kumbi wako juu ya kaburi. without knowing that they were at top of the grave. Sasa usiku umekucha, Now after the night, binti ameondoka za. the lady has gone. Jamaa kuja kujikuta No. asubuhi kwa yeye mwenyewe The guy had discovered himself is alone. iko juu ya kaburi. He's atop of the tomb. Nguo zimetupiwa sehemu kule. The clothes, they are very far over there. Akapata shida, akapelekwa kwa maombi. Now he got a problem and he was taken to the Wakati prayer. alipelekwa kwa maombi And the time he was taken to the prayer, na alipoanza kuombewa, and the time they started praying for him, ndo alipata nafuu, akaanza sasa kushuhudia. and that is the moment he got the opportunity to start giving testimony. Kwa hiyo niko napenda kusema Now what I'm trying to say, kupenda sio shida, to love is not a problem, lakini uhakikishe huyu ambao unapendana naye but make sure the person you are loving
Your relationship. Thank you pastor, ubarikiwe. Mko katika safari moja na yeye? Are you in the same journey with that person? Ama umempenda tu vile anang'aa tu? Or you have loved the person the way she shine? Kuna watu wanatembea wako na mikuli ndani. There are some people they walk, they have that mikuli. Kuna watu wanatembea wako na majini ndani. There are some people they walk, they have demons inside. Tunatembea nao lakini wameshakufa We zamani. walk with them but they are already dead. Kwa hiyo watoto wa Living Hope, Now the children of Living Hope, tunawaepusha now we are trying to put you aside na watu kama hao. with those kind of people. Tuko pamoja? Yes. Usipende tu juu ni kupenda. Don't just love because you can love. Tuko pamoja? Are we together? Sasa Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Now if the Holy Spirit is inside you now, Tuko katika hizi enzi za Roho Mtakatifu. we are in the atmosphere of the Holy Spirit. Biblia inasema The Bible says yeye ndo atakuwa kiongozi wetu. that the Holy Spirit will be our leader, Yeye ndo atakuwa mwalimu that wetu. He will be our teacher, Yeye ndo atafafanua that He mambo. will explain everything. Kanisa inakuwa mahali pa kawaida. Now the church is just a place for ordinary. Hakuna mtu anahitaji kutafuta Roho Mtakatifu. Nobody wants to search for the Holy Spirit. Kwa hizi dakika 10 ambazo zimebaki, For this 10 minutes that has remained, acha niseme hivi. let me say this. Kwa sisi kufungua mioyo yetu For us to open our hearts ili Roho Mtakatifu aingie so that ndani, the Holy Spirit has to come in, kuna kitu kinaitwa maamuzi. there is something is called decision. Huyu maamuzi, This decision ndio ufunguo. that is the key. Maamuzi Decision, ndio ufunguo wa maisha yetu. it is the key of our lives. Kwa hiyo usipochukua maamuzi, Now if you will not going to take the decision, Roho Mtakatifu Papa Nazeri atakuwa anazunguka tu the Holy Spirit will be just surrounding na anashindwa kuingia and will fail to enter juu haujachukua maamuzi. because you haven't taken any decision. Maamuzi Decision, ndo anasemaka nimeamua kulala, that is what says I have decided. nimeamua kuamuka, I have decided to work out. nimeamua I kutembea, have decided to walk. nimeamua kwenda I have kanisani, decided to go to church. nimeamua kuchoma nyama yangu I have decided nisile. to find a Ni meat. maamuzi. It is decision. Leo ungeamua kukaa kwako, kuna mwenye If you could decide to not to come to church, Si uliamua someone could push kukuja. you. You have Suko decided to hapa. come. You are here. So, ukiamua kusimama, If you decide to stand up, utasimama you're hapa. going to stand up. Simama kwanza tu. Please stand up.